Ndugu waandishi wa habari, habari za leo. Mimi kwa majina naitwa Jafari Said Makiwanga, mwenyekiti wa tawi la Simba Chui Manispaa ya Temeke. Ni mwanachama hai mwenye kadi namba 2999. Tumeamua kuwaita hapa ndugu waandishi wa habari kwamba kidogo kuhusu mwenyekiti wetu wa taifa ndugu Murtaza Mangungu alivyoteleza sawa na kuikanyaga katiba ya Simba Sports Club, sawa, hasa kwa mabavu aliyotumia siku ya Jumapili. Chona kwamba kutumia kwamba siku ya dua yeye alitumia ile ndio kikao cha kupitisha bodi ya wadhamini, wakati kitu hicho hakikubaliki, hakufuata utaratibu, kwa sababu awali aliwachukua watu kwenda nao mpaka ukumbi wa JKT Mgulani. Sasa wale watu waliokwenda kwenye ukumbi wa JKT Mgulani, mule mlikuwa mna mashabiki, mlikuwa mna watu wa Yanga, kwa sababu kwa kwenye dua. Sasa ndicho tunachoshangaa sisi kama wanachama, kama alikuwa anataka kuitisha mkutano pengine wa dharura wa kupitisha kitu, kwa nini kwenye matawi asitoe taarifa kama katiba inavyosema? Sawa, alafu twende tukajadili. Alikuwa na haja gani ya kufanya kimya kimya kwenda kule JKT, ukumbi wa JKT Mgulani? Bahati nzuri ilipokuwa taarifa pale, wakazuia, wakaondoka kurudi Bunju. Bunju baada ya dua akaleta madudu yake ya kumteua try again na Hassan Semo kuingiza kwenye bodi ya wadhamini. Wakati hawa watu sisi kama wana Simba hatuwahitaji, kwa sababu tayari wameshatuumiza. Try again sio nini? Sawa? Na tunaona kama mbili za try again alizofanya. Umeona Kajulio? Alipokwenda siku ile kule wanakwenda habari ya Uwanga, anamfikia try again, try again arudi awe kiongozi. Try again Simba wa nini try again? Sisi try again wa nini? Tunasema kwamba kama kwa mfano tuliona vipengele vilivyovikanyaga ni vingi tu, kwamba kuanzia cha 11 mpaka cha 23 hivi ndio vinahusu wanachama. Sawa, tukienda kwenye kipengele cha 23 ibara ya 23 hapana sehemu anaposema kwamba yeye basi hata asiposhauriana na wenzie, hata asipowaambia wanachama, akabeba watu tu ambao wengine wanasema walipewa 10 basi waenda kupitisha vitu. Kwa hiyo sisi tunaona kabisa kama sisi wanachama ametudharau, sawa, na sisi ndio mabosi wake tuliompa kula yeye. Sawa. Kwa mfano ibara ya 23 inasema hivi: 1 bodi ya wakurugenzi inaweza kuitisha mkutano mkuu wa dharura kama itaona inafaa. 2 endapo wanachama hai wasiopungua 1000 watajiorodhesha na kuwasilisha kikamilifu ombi kwa wakurugenzi wa wanachama na mashabiki wa Simba Sports Club, bodi ya wakurugenzi itawajibika kuitisha mkutano mkuu wa dharura katika kipindi kisichozidi siku 30 baada ya kupokelewa kwa ombi. Sasa kafanya hicho kitu. Inakuja 3 wito wa mkutano mkuu wa dharura hauna budi kupelekwa kwa wanachama kupitia matawi yao angalau siku 15 kabla ya mkutano mkuu. Hakufanya hicho kitu. 4 ajenda ya nyaraka nyingine muhimu zitapelekwa kwa wanachama kupitia kwenye matawi angalau siku 7 kabla ya mkutano mkuu. Hakufanya hicho kitu. Endapo mkutano mkuu wa dharura utaitishwa kwa juhudi za bodi ya wakurugenzi, basi bodi ya wakurugenzi itaandaa ajenda. Endapo itaitishwa kwa ombi la wanachama 1000, ajenda itakuwa na masuala yaliyopendekezwa na wanachama hao. Sasa ni idhini ipi iliyompa yeye? Wanachama hawana taarifa, kabeba watu mbalimbali mchanganyiko, na mashabiki mna nini, wanachama hatuna taarifa, wenye vitu wa matawi hatuna taarifa, yeye tu amekaa na wenye vitu wake wa wilaya ambao wanachagua yeye na makatibu ambao kikatiba hawapo tena, kwa sababu mara mwisho uchaguzi ulifanyika 2011. Kwa hiyo kwa baba wao kaandaa mambo ya kiuni kutaka kufanya uuni tu. Kwa hiyo tunasema sisi kitu hicho hatupendeza kama wanachama na hatukubaliana nacho. Hatukubaliani nacho. Sawa? Hatukubaliana nacho. Na asije akarudia tena kitu hicho, japo unasema barua jana ilitoka tamko kwamba mambo yote yashakaa sawa, vile vitu vimefutwa. Sisi tunamwambiaje? Kama ana mipango ya kumlisha Trageni arudi, hatumtaki Trageni sisi. Wala sasa tumtaki nini? Walishapita wa Simba. Sisi wa nini wa watu? Kila siku nini watu wale wale. Kwa nini kila siku watu wale wale?
Kuna wapya hatuna haja nao sisi. Sawa? Na kwa nini atufanyie ubabe huu? Siku ile kakimbia pale na katiba, mkutano kwa vunja kakimbia. Hii tena nataka kutufanyia uone. Kwa nini sasa unafanya uone huo? Kwa nini unafanya uone mwenyekiti kabisa wa taifa unafanya uone huo? Kuifuata katiba. Unasikia? Ninamsikia kwa ndio kwanza na wizo, halafu Jenerali Saidi anataka kumsaidia kuona kama hii katiba haina mamlaka. Sisi tunafuata hii. Alifuata hivi vitu hapa. Alifuata hivi vitu. Alifuata hivi. Anasema yana mamlaka. Hapa pamesema pana mamlaka kwamba asiposhauri na wazee anaweza kufanya chochote. Kuna kitu kinaweza hapa. Simba inaongoza katiba. Sasa tufanyie uhuni. Yeye kama anamaliza muda wake, amalize salama, aiache Simba salama, tuendelee na mambo yetu kiusalama. Alafu hapo ukiangalia unakwenda kuzusha kitu kama hichi, mwenyekiti kweli. Mwenye uelewa na uongozi wako. Unajua kabisa Simba pana mambo yanafuatana hapa. Tuna mchezo na Yanga tarehe 12. Mchezo mgumu kabisa. Hauhitaji kilichopo, hauhitaji kuvuga na Simba. Inahitaji utulivu kwenda kumfunga Yanga. Tunamfungaje? Bado tunaendelea naye si mtu. Sawa? Tukamfunga na shauri lao. Leo wanakwenda kutuvuga na ile. Watu waache ndio kumfunga na shauri ile. Twende kwenye mizozo ya kuchagua bodi ya wakurugenzi. Sawa? Bodi ya wakurugenzi. Tuna hapa kuna hitu siku moja kabla zisizinduliwe jezi, uuzaji wa jezi. Watu wanashughulika na kununua jezi. Wao wamekwenda watu hata kununua jezi watakwenda wanashughulika na pesa. Ushaona? Tuna Simba Day. Sasa hapa dunia yake ilikuwa nini? Dunia yake ilikuwa kutuchanganya kwa kuvuruga hivi vitu. Sasa yule mwenyekiti mimi nafikiri kwa sababu muda wake ndio unakwenda mwishoni. Hajatutendea haki wanachama. Hajatutendea haki wanachama. Hajatutendea haki wadhamini wa bodi. Kwa mfano Mzee Pateli. Mzee Pateli ni mtu ana heshima kubwa sana na Simba kushinda mtu yote. Mzee Pateli Simba ilikuwa inadaiwa miaka 80 Dodoma, mtu alishtaki kesi huko. Kuja yeye anataka kuuzwa. Mzee Pateli katoa hela yake mkono mmoja kumisuli jengo. Wao wamefanya nini wakina kuleta jengo? Kina magongo wamefanya nini kwa Simba? Wao wanakwenda kumwondoa kiuni. Eti kwa sababu kuna ibara ya 39 hapa inasema hivi. Sisi hatujui kwamba ibara ya 39 inasema kwamba yaani kinachomuondoa mdhamini. Hii hapa. Kinachomuondoa mdhamini ibara ya 37, 38, 39 kwa wadhamini sasa. Kinachofanya mdhamini uwe ukomo wake ibara ya 39 kufa kujiuzuru. Yaani anasema ibara ya 39 ukomo wa wadhamini kufa kujiuzuru, kupata maradhi ya akili, yani ukichaa sasa, kufungwa jela magereza. Wanasema pale hapo, wanasema pale mzee umeondoka ile mzee. Ndio anasema kile ndio kutoka pateni kwa mzee. Hapo kuna mzee kuna hii. Waandishi wa habari kuna mzee umeandikwa hapa. Sasa kwa nini afanye katiba? Anapitisha kibabe. Lengo lake nini? Sasa sikuletee machafuko. Tunamuomba sana. Tunamuomba sana sikuletee machafuko. Tunataka Simba iwe imara. Tunakwenda kujipanga. Tumekosa ubingwa mara nyingi wa NBC. Karibuni msimu mitano. Huyu ndio anachukua kwa uzembe. Anataka kuleta tena hicho kitu. Hata hatutaki vitu hivyo. Tunataka Simba nguvu moja. Simba iwe amani. Simba twende zetu. Tukamfunge mtani wetu mbaya sana. Tumnyang'anye kikombe. Tuna hamu ya kwenda bado kuchimba dawa. Sisi tuna hamu sana. Yeye leo anakuja kutufanyia vitu hivyo kwa nini? Kwa hiyo tunamwomba hii mipango yake anaifanya ya ujanja na hao wengine wanaoinjinia huko walikuwa viongozi humu. Sisi hatuwataki, tunawaambia hatuwahitaji. Yaani wasipoteze muda. Wasipoteze muda wa kuwatumia huni wao, wanasema apepewe. Hata kadi zao wenyewe ukiziangalia hawakupewa kwa utaratibu wa watu wa huni wanaoimba apepewe. Kadi zao watu wamepewa tu. Utaratibu wa kadi unatakiwa ujaze fomu kwenye tawi ikukalie kikao, ipitishe ende wilaya ende makao makuu. Hawa kadi wamepeana hivi. Na ndio maana tukiwatisha kwa kunyang'anya kadi. Kwa hiyo tukawapa yeye mwenyewe. Hakuna utaratibu. Sawa? Hakuna utaratibu. Utamwambiaje kama kadi alikupa wewe kwa mkono? Kama ukifanya utaratibu kama kile kwenye mkutano mkuu. Na ndio maana sasa ndio huni hao ndio sasa tunachosema. Tusije tukadanganya na Wanasimba. Tusije tukadanganya na Wanasimba. Kwamba tunamvuruga siku na mtu sio anataka kuja kuchukua uwekezaji Simba, huo ni uongo. Mohamed Mo mnyongeni, haki yake mpeni. Alipoitoa Simba Mo sisi wote tumeona. Sisi tunaanza kuona ngoro kutoka kwa 70. Tumeona kwa kuchangachangisha. Uongo mwingi watu wa kwenye ulaji tu. Sawa sawa.
Mo ametoa Simba mbali. Na ndio maana kwa leo unawakuta hata hawa waliokuja wadhamini au wanakuja kuwa wadhamini wa jezi. Wanaweka hela zao kwa sababu wanasema kwa sababu wanaona hela zitakuwa ziko sehemu salama. Kwa sababu ya Mo. Huko nyuma mbona hawakudhamini? Walimwacha Kasimu kwa nafaka Kasimu. Wao walikuwa wanaogopa kwamba Yanga itakuwa sehemu salama. Lakini leo kwa sababu wanaona hela sio sehemu salama. Kwa sababu ya Mo. Leo unakuja kumfanyia majibu Mo ili Mo aondoke. Hatutakubali kitu hicho. Hatutakubali kitu hicho. Tutapigana mpaka tone yetu ya damu ya mwisho kumpigania Mo. Kwa vyovyote vile, kwa mtu yeyote yule, tutapambana naye. Hata sitakufanya hicho kitu. Mimi nimemaliza. Karibu.